tukifika mwaka 2025 wakati wa uchaguzi, kama hakuna reform, chama kitafanya maamuzi sahihi. Ndio ilikuwa kauli. Hakusema tutazuia uchaguzi. Kwa wale wanaojaribu kusema hii ilifanyika wakati wa mwenyekiti Mbowe, ni kweli. Mwenyekiti alikuwa Mbowe, makamu wake alikuwa Mheshimiwa Lissu, wajumbe wa kamati kuu akina Mheshimiwa Heche walikuwepo na tulikuwa nao Nairobi. Lissu aliondoka Ubelgiji akaja Nairobi wakati huo kule Kusumbungio, kaunti ya Makueni nchini Kenya. 3, kwa muda mfupi uliosalia hatuoni uwezekano wa kutekeleza kwa ufanisi mkakati wowote madhubuti wa kuzuia uchaguzi. Tayari uchaguzi wenyewe umeshaanza, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura limeshakamilika na limefanyika mikoa yote nchini. Kwa hiyo kama tulikuwa tunataka kuzuia uchaguzi, tulipaswa tuanze kuzuia hata zoezi la kuandikisha. Sasa kila kitu kimeshafanyika, iliyobaki ni kampeni, kuteua wagombea, watu waingie kwa debe. Sababu ya 4 ni kwa mujibu wa katiba ya Chadema ibara ya 4 inayohusu madhumuni ya chama. Dhumuni kuu la chama ni kuongoza dola na kutekeleza madhumuni mahususi ya kisiasa kama yalivyoainishwa katika kifungu cha 4.1, madhumuni ya kiuchumi kifungu cha 4.2 na madhumuni ya kijamii katika kifungu cha 4.3. Kwa hiyo kushiriki uchaguzi ili kuongoza dola ni sharti la kimsingi la katiba ya Chadema. Dhumuni la kwanza la chama hiki lipo kwenye katiba yetu, sura ya 4, madhumuni ya kisiasa 4.11 inasema kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda chaguzi za kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Ni dhumuni la katiba yetu. Kwa hiyo Chadema sio pressure group. Kuna tofauti ya kuwa na pressure group na chama cha siasa. Chama cha siasa dhumuni lake ni kuweka sera, mipango na kushiriki chaguzi ili kiweze kushinda, kiende sasa kikatekeleze madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hicho. Lakini pressure group wao wanakuwa na jambo mahususi kwa wakati mahususi, wanalipigania kama kimbunga pap, likishaisha wanaenda kwenye jambo lingine. Pressure groups hazina madhumuni ya kudumu. Wao wanaenda na tukio kama linavyotokea. Lakini chama cha siasa kina malengo na madhumuni yake, na lengo kuu ni kushika dola. Kwa hiyo tumeshauri katibu mkuu kwamba chama chetu kirudi kwenye katiba yake, kiangalie madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hiki. Je, tusiposhiriki uchaguzi tunaitekeleza vipi katiba yetu? 5, ibara ya 5.2 ya katiba ya chama imetamka haki za mwanachama wa Chadema kuwa ni pamoja na kuchaguliwa kuongoza na kukiwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na sifa za uongozi. Mpango wa kuzuia uchaguzi unaweza kukosa uhalali wa kutosha kikatiba kwa kuathiri haki za wanachama wa Chadema wanaotaka kugombea. Hili kundi linawakilisha haki za wanachama wa Chadema wanaotaka kugombea. Katiba yetu ibara ya 5.2.2 imetoa hiyo haki kwa wanachama. Sasa tumemshauri katibu mkuu, pamoja na kupigania reforms, lakini kusema hatushiriki uchaguzi, wakumbuke pia wana infringe, wananyima haki wanachama wake ambao wanaona kushiriki uchaguzi ni sahihi. 6, ukiondoa chama chetu, mpaka sasa hakuna chama kingine hata kimoja cha siasa kinachounga mkono mpango wa kuzuia uchaguzi ikiwa reform hazitopatikana. Kinyume chake, kuna chama kimoja tu cha upinzani ambacho kinapigania reform, lakini huku kikiendelea kujipanga kushiriki uchaguzi. Vyama vingine, hususan vile vya kawaida ya kutumika, vimeendelea kutangaza nia yao ya kushiriki uchaguzi. Ndugu zangu, wakati dhana ya no reform no election ikiwa ni kuunganisha makundi na vyama vya siasa,
viongozi wetu hatujaona wakifanya hiyo jitihada, au wamefanya imeshindikana, hatuungwi mkono na vyama vingine, tumebaki wenyewe. Sasa hatuoni mantiki ya kutokushiriki uchaguzi wakati wengine wataenda kwenye uchaguzi, watahalalisha huo uchaguzi. Madhara ya kutokushiriki ni makubwa kuliko faida. 7, viongozi wa dini na madhehebu yenye waumini wengi hapa nchini tayari wamehimiza na wanaendelea kuelimisha na kuhamasisha waumini wao kwenda kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura kwa ajili ya kushiriki uchaguzi. Hali hii inaashiria kuwa ni ama chama chetu kimechelewa au tayari kimekwama kupata uungwaji mkono wa wadau muhimu katika mpango wa kuepuka uchaguzi usio na reform. Tumeshuhudia viongozi wa dini wanakubaliana kama ambavyo na sisi tunakubaliana dhana ya reform. Tulisikiliza juzi wakati wa sherehe za Idi, Mufti alisema serikali, angalieni, sikilizeni kuhusu reforms. Kanisa Katoliki limekuwa likiendelea kusema kuhusu reforms. CCT wamekuwa wakisisitiza kuhusu reforms, lakini hakuna mmoja aliyejitokeza na kuhamasisha waumini wake wazuie uchaguzi. Sasa tunajiuliza, kama chama chetu kikiendelea na msimamo huo, tutabaki na nani? Maana wanachama wetu ndio waumini wa dini hizo, wanawasikiliza viongozi wao wa dini. Sasa hili ni kama wake up call kwetu, na ndio maana tumemshauri katibu mkuu, dhana ya kuzuia uchaguzi inaweza ikawa inapingwa kimya kimya na makundi makubwa katika jamii. Hawasemi, lakini kama wanahamasisha reform lakini hawawaambii waumini wao nendeni mkazuia uchaguzi, maana yake hawajakubaliana na sisi au hawajaridhishwa na ushawishi wetu kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hii ni sababu ya 7 tuliyomwandikia katibu mkuu. Sababu ya 8, uchunguzi na uchambuzi wetu umeonyesha kuwa wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya reform, lakini wanasita kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu wa kuzuia uchaguzi iwapo reform hazitapatikana. Kwani hali hiyo inatafsiriwa kuwa ni karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform. Wako wadau wengi, asasi za kiraia, wanashindwa kuja mstari wa mbele kuungana nasi kudai reforms kwa sababu sisi tumeongeza kuzuia uchaguzi. Angalieni asasi za kiraia zilizokuwa zinapiga kelele sana kuhusu reform. Baada ya sisi kusema tutazuia uchaguzi, ni kama wameweka break, wamepoa. Kwa sababu wanaona sasa hapa Chadema inataka kucross the line, kuzuia uchaguzi. Tumeitahadharisha chama na katibu mkuu kwamba warudi nyuma, watafakari ni kwa nini wadau hao muhimu ambao tumekuwa nao miaka yote leo ni kama wamepiga break, wameingia ubaridi. Ni kwa sababu hawaamini kwenye kuzuia uchaguzi. 9, kushindwa kuzuia uchaguzi katika dakika za mwisho ikiwa jitihada za reform zitakwama, kuna maanisha kuwa chama hakitokuwa tena na muda wa kujiandaa na hivyo hakitashiriki kabisa uchaguzi huo. Tumemshauri katibu mkuu na chama, wakati tukiendelea na mapambano ya kudai reform, chama kiendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Maandalizi ya kiuchaguzi ni mengi. Tunakata takribani 1400 na tunahitaji kuwa na wagombea udiwani. Unapowaambia watu hakutakuwa na uchaguzi, hawa wagombea hawatajitokeza na hakuna atakayewekeza rasilimali zake wakati anajua hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tumeshauri chama kiendelee na maandalizi, kianze kuandaa ilani. Kama kweli tuko serious, tunataka reforms, maandalizi mengine yaendelee, ili ukitokea muujiza zikatokea reform, tusije kusema tumeshachelewa, hatujajiandaa,
Kwa hiyo hatuwezi kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo ushauri wetu wa mwisho kwa katibu mkuu na chama, athari za kutokushiriki uchaguzi: moja, chama kinaweza kuondokewa au kupoteza viongozi na wanachama wenye nia ya kuwania urais, ubunge na udiwani, pamoja na nafasi za viti maalum vya ubunge na udiwani katika maeneo mbalimbali nchini. Kuna watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu wanataka kuwa viongozi. Ndio maana mtu akifungiwa mlango kwenye chama hiki, huwa mnawaona anaondoka anaenda chama hiki. Mwaka 2015 Lowassa alipofungiwa milango ya kugombea urais CCM, alifungua mlango mwingine Chadema kwa sababu dhamira yake, nia yake ilikuwa ni kuwatumikia Watanzania. Na wako watu wengi wa aina hiyo ndani ya Chadema. Kwa hiyo tutakapowafungia tukidhani kwamba hawa watu wataendelea kubaki Chadema, watatafuta mahali pengine, na wengine wanasukumwa na wananchi wao. Mathalan, kwa mfano, tuna diwani wetu pale Kigoma, kata moja, tangu mwaka 92 mfumo wa vyama vingi uanze, anaitwa Gimbi. Kata yake amekuwa akishinda muda wote. Hasa mtu kama yule wananchi wake wanamlazimisha kwa sababu wamekaa naye, amewatumikia vyema, na wako wengi wa aina hiyo. Hasa ukiwafungia milango, yatatukuta yale yaliyowakuta CCM Karatu mwaka 95. Walipomfungia mlango Dr. Slaa wa kugombea Karatu, wananchi wa Karatu wakamwambia Dr. Slaa, toka CCM, nenda Chadema, tunataka wewe uwe mbunge wetu. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama, hiyo hasara tuipime, tuone madhara yake, tusije kujuta, majuto ni mjukuu. 2, chama kitapoteza mvuto kwa umma, kitadhalilishwa kwa propaganda na hata kudhoofika. Hadi sasa chama kimejikita katika vipande viwili vinavyosigana kuhusu jambo hili. Ikitokea tukishindwa kushiriki uchaguzi, mkatiko huu utakuwa ni wawazi na athari zake zitakuwa mbaya zaidi. Nimempa pia katibu mkuu hiyo tahadhari kwamba ndani ya chama tunaona makundi mawili. Ndani ya kamati kuu wapo wanaotaka kugombea. Mmewasikia wakisema. Ndani ya baraza kuu yako hayo makundi mawili, na hata ndani ya mkutano mkuu. Kwa hiyo hatutaki huo mpasuko uendelee kuwa mkubwa. 3, chama kitapoteza kabisa ruzuku baada ya uchaguzi, hivyo kuathiri uhai na uendelevu wa shughuli za chama. Kuna watu wanabeza hoja hii. Sisi tuliokuwepo kuanzia mwaka 2020 Disemba mpaka tulipokuja kukubali kuchukua ruzuku mwaka 2023, tulikuwa na wakati mgumu sana wa kukiendesha hiki chama. Tulishindwa kulipa mapango ya ofisi, tulipunguza watumishi kwenye ofisi za makao makuu, ofisi za kanda. Fikiria kanda, tulifika mahali tukaagiza wabaki watu 3, katibu wa kanda, afisa mmoja na mlinzi. Tuna kanda 10. Ukiacha watu 3, hao ni watu 30 wa kuwalipa kila mwezi. Tulipopokea ruzuku angalau tumeweza kuendelea kuwa maintain. Lakini wako wanaobeza, chama sio kwa ajili ya ruzuku. Sawa, tunakiendeshaje? Kampeni yetu ya tone tone mpaka sasa imefikisha shilingi ngapi? Viongozi hawasemi kwa sababu hawana cha kusema. Ndio kweli. Sasa tufikirie miaka 5 tutaweza kuendesha chama kwa tone tone? Kwa hiyo tumekitahadharisha chama chetu kwa sababu tunakipenda. Wengine tumetumikia hiki chama tangu tukiwa watoto. Mimi nimaliza chuo kikuu, sijawahi kuajiriwa, nilikuwa Chadema mpaka leo niko Chadema. Sasa tunapoona hatari kwamba chama kinaenda kupotea, lazima tutoke mbele tuseme. 4, ari na hamasa ya wanachama kukichangia chama
itakazidi kushuka, kwani wananchi hawataona faida ya kukichangia chama ambacho hakishiriki uchaguzi. Ndio maana hata kampeni yetu hii ya tone tone inakwama, kwa sababu watu wanajiuliza, hivi na wachangia Chadema sasa ili iweje wakati hata uchaguzi hawashiriki, ili waje watutoe kwenye makucha ya CCM? Sasa viongozi wetu tumewatahadharisha na kuwaambia kwamba tazameni hili kwa umakini, kwa sababu mtu anasukumwa, ana shilingi 1000 yake anaichangia Chadema kwa sababu anaona mwanga, kesho nitapata diwani wa Chadema, hii michango ya ovyo ovyo itaondoka, nitapata mbunge wa Chadema atanitetea bungeni, nitapata rais wa Chadema ataenda kutatua kero na matatizo ya wananchi. Lakini leo Chadema anasema haishiriki uchaguzi. Kwa nini nichangie 500 yangu wakati watoto wangu wanakula mchicha? Bora niwaongezee dagaa. Kwa hiyo hatari tunaiona na tumekishauri chama. 5, kutoshiriki kampeni ya uchaguzi kutakipotezea chama fursa ya kukijenga zaidi. Maana haitokuwa rahisi kwa watiania kuwekeza kwenye chama ambacho hakiingii kwenye uchaguzi, maana hawatapata fursa ya kugombea. Ndugu zangu, chama cha siasa